hivi vikiwa vinafanywa kwa ajili ya Allah haviumi sana. Ile dhamira yako ya kutafuta radhi za Allah ndio inafanya kila kitu ukione chepesi. Watu wanaona vitu vyepesi kutokana na kujua mwisho wa hii kuna nini. Mwisho wa hii hija, pamoja na kutumia mapesa, pamoja na kusumbuka, pamoja na mateso na nini, lakini mwisho wa yote tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu atakayehiji nyumba hii akaja kwenye Kaaba akafanya aliyofanya na vitongoji vyake, huyu hana malipo zaidi ya pepo. Alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija inayohijiwa kwa namna ya wema, inatekelezwa kwa namna iliyo nzuri, haina malipo isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nitajuaje kama hija hii imehijiwa vizuri? Bahati nzuri wanaviona umeweka kipimo, unajipima mwenyewe nyumbani kwako. Kipimo cha hija yako wewe kuwa imekubaliwa na Allah. Usikubali kuambiwa na mtu kwamba wewe hija yako imekubaliwa wewe ninavyokuona. Uso wako naona umeng'ara kidogo. Hapana. Wewe udarweshi hauna nafasi. Kipimo kilichowekwa na wanavioni wale wema waliotangulia ni kwamba hija ya mtu iliyokubaliwa inamtengeneza. Moja ya dalili ambazo wanataja, huyu mtu kama kabla ya hija alikuwa mtu mbaya wa vitendo, mbaya wa tabia, baada ya hija iliyokubalika akirudi anakuwa ni mzuri wa vitendo, mzuri wa tabia. Na kama tokea hapo alikuwa mzuri wa vitendo, mzuri wa tabia, baada ya hija iliyokubalika hivi vitu vinazidi, anakuwa zaidi mzuri zaidi katika tabia na mzuri zaidi katika vitendo. Kwa ina maana kwamba anakuwa mwema kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kama hakuwa mwema, kuanzia sasa atakuwa mwema, na kama alikuwa mwema tokea hapo anakuwa ni mtu mwema zaidi. Tukimwona hivyo mtu, tujue wazi hivyo ni viashiria ya kwamba hija yake Allah ameikubali, hija yake Allah ameibarikia, na anakuwa balozi mzuri kwa wengine. Lakini kitendo cha kuzoea, nini maana yake? Mtu ashahiji pengine mara 30 40, yule kila mwaka anakwenda kila mwaka, sio dili. Kila mwaka unaenda, Allah anakubali hayo unayoyafanya? Na kama anayakubali, mbona hujabadilika? Tunataka anayekwenda mara nyingi basi awe ana wingi wa kheri, sio kila anapokwenda anaizoea ile Kaaba anaona kama iko Manzese. Yani kuna kipya nini pale Kaaba bwana, nimeshakwenda siku nyingi tu. Yani mtu anaona kama akienda sana ndio azoee. Hapana, heshima ya Kaaba itabaki kuwa vile vile, na inatakiwa kwa Muislamu ajenge heshima kwenye nyumba ya tukufu ya Mwenyezi Mungu. Ndani yake akitajiwa Kaaba aone kwamba ametajiwa kitu cha maana sana. Sio ameshakwenda anapajua hapo, ndio kwenda ni dude fulani tu hivi. Sio hivyo, sio dude fulani. Wewe usiangalie Maka kama mji, wewe usiangalie Madina kama mji, wewe angalia hadhi ya huo mji ambao hadhi hiyo Allah ameupa mji. Basi katika mazingira ya kidunia tuna wataalamu hao hivi, tujalie watu wameenda pengine Vikindu tu pale, wanapoamua kuanzia leo Vikindu jiji, hata kama tukisononeka tutasononeka, lakini ndio ishapitishwa hiyo, si ndio? Maadamu mshakubaliana wenyewe, mmeenda Vikindu pale, mmepaona, mkaamua wakubwa kwamba kuanzia leo Vikindu tumepapa hadhi, kuanzia leo ni jiji. Hata kama shingo upande tunaheshimu, maadamu wenyewe kina Mzenati wamesema jiji, basi na sisi tutaita jiji. Hata kama tunaona vijumba vyenyewe vya makuti, mambo yenyewe ovyo ovyo, kwa nini tunakubali? Sababu wenyewe wametoa hiyo hadhi kwa ajili. Sasa na Maka wewe ushangaa, mimi nikisikia Maka nikidhani nini, kumbe ndio hivi. Maji mengine yako milimani kwa hizi kama Morogoro tu. Hapana. Wewe jali nani ameipa hadhi Maka? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo tu. Ndio maana waman yu'azzim hurumatillah,
na nyingine waman yu'adhim sha'air Allah, tendo la kuwa unatukuza, unajali, unaheshimu vitukufu vya Mwenyezi Mungu. Amesema fa innaha min taqwa alqulubi, ni katika vitu vinavyojenga ucha Mungu. Tumesema hivyo kwa sababu mwaka mmoja tuliwahi kumsikia mama mmoja anasema la, afadhali Dubai, tuko Maka pale, afadhali Dubai, anaangalia magorofa, afadhali Dubai. Mwenzio Kambarage kafa akutia mguu hapa, wewe Mwenyezi Mungu amekuleta, unakuwa huna adabu hata kidogo, unasema afadhali Dubai. Huu mji unakuja wateule wa Mwenyezi Mungu. Mungu kama amekujalia kuja ushukuru. Hawendi watu kwa sababu pesa, watu wana hela hawana kazi nazo, lakini hawajisikii kwenda makhabithi wa Mwenyezi Mungu. Wewe ukiona umedunduliza, Mwenyezi Mungu amekujalia, umesimamiwa, umekwenda, jipongeze na mshukuru sana Mwenyezi Mungu, hata mimi nimefika hapa, alhamdulillah. Wanasema afadhali Dubai. Wako watu wana fedha washawafadhili watu hija zaidi ya mara 10, lakini mwenyewe bado kama mtu aliyerogwa vile hajafikiria kwenda. Sasa wewe ule ujaliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu amekufungua miguu, Mwenyezi Mungu amekuwezesha, amekupa hiyo ni bahati, istifaun, huo ni uteuzi. Hiyo kwamba mimi ni katika wale ambao Allah amewapenda. Sasa na wewe jipendekeze, madamu umejua kwamba Allah amekupenda, jipendekeze, fanya ibada vizuri, tumia muda wako vizuri. Sisi tunavyojua mahujaji namna wanavyohudumiwa, hana sababu mtu ya kupika kule wala kupakua, nafikiri hata kuosha vyombo. Sasa lakini pia ukiwa kule wewe huhitaji kwenda kuangalia wagonjwa mtaa wa pili, wala huhitaji kwenda harusini, wala huhitaji kwenda mazikoni, bali pengine wala huhitaji kwenda sokoni. Tumia huo muda ambao Mungu alikupa wa muda mfupi, ili utakaporejea nyumbani uwe una kitu unajua, mimi kwa fursa ile nimeweza hili sijalifanya maishani mwangu. Pengine wewe hujapata fursa ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka uambie na watu, jamani atumsalie Mtume jamaa, ndio sallallahu alaihi wasallam. Ile ni fursa, swalia hata mara milioni 1. Soma Qur'ani, hata misahafu irudie mara 11, inategemea kasi yako. Swali sala za sunna kwa wingi. Nini kinachokukwaza wewe pale? Huna. Na ukiwa huku kwetu huwezi kupata fursa kama ile. Hata ukiwa likizo upate fursa kama ile. Sasa tumia vizuri fursa. Sasa ili ufanye toa hizo, lazima unahitaji kuwa na subira. Vinginevyo utaona ukishakaa pale msikitini mara moja tu dakika 2-3, unaona kama umekalia misumari. Unaona utoke nje, utizame watu tu wanaopita huku na kule. Hatusemi full time wewe na Qur'an na wewe, hapana. Lakini tumia vizuri muda wako, moyo wako udhibiti, ili utumie fursa yako ya kuwa hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukirudi hapa uwe mja mwema ambao umefanya ibada. Tunaamini Allah atakuwa ameikubali, na tunaamini itakuwa ni sababu ya wewe kupata pepo, na itakufanya ujue majukumu na wajibu wako, uwalinganie wengine, uwaelekeze wengine, uhamasishe wengine kufanya ibada ya hija kwa mazuri uliyoyaona, sababu watu wanatumia fedha nyingi katika mambo ambayo hayana tija. Wakati huo wameacha mengi ambayo walilazimishwa kuyafanya. Ndugu yangu alhaji, ya msingi nilikusudia nikwambie tu, jua umuhimu wa subira katika utekelezaji wa ibada yako. Kama hutokuwa na subira, utafanya yote hayo, lakini pia utakosa vyote. Usihiji ukiwa uko tayari kumsukuma mtu ili ufanye wewe. Usihiji ukiwa tayari kumjibu mtu lolote lile, bali ikiwezekana ukikosewa wewe muombe radhi yeye aliyokosea. Ikiwezekana utakuwa uko salama zaidi. Lakini yale ya mjumuisho ni yale ambayo tayari mlikushaambiwa. Na kwa kuwa hija yetu ni ya tamattu'i, hija ambayo mtu anafanya lakini katikati anapata muda kidogo, ana break, ana starehe kidogo, na ndio maana tamattu' maana yake ni starehe. Hija ukishahirimia toka mwanzo mpaka mwisho, wewe na gwanda lako, wewe na mambo yako mpaka umalize. Lakini mfumo wa tamattu'i unakuwezesha wewe
siku utakaposafiri umehirimia, pengine umejiandaa kabisa, umevaa nguo zile ambazo ndizo unazotaka uzitumie. Kwa wanamume tunajua kuna ulazima wa shuka mbili, kwa kina mama ni mavazi yao ya heshima. Ushajiandaa, lazima ukifika kwenye kituo uwe umenuia vitu ambavyo vishasema. Kuna vituo maalum, kuna beria maalum zile, lazima pale ukifika uhirimie kama mahala pa ukaguzi. Lakini bahati mbaya kwa tunaotoka Afrika Mashariki, kile kiko ardhini, ukitoka Afrika Mashariki kabla ndege haijatua iwe tayari ushanuia, kwa sababu usawa wake, maana pale Jida penye hakuna kituo, ila usawa wake wa kituo chetu tunaufikia kabla ndege haijatua ardhini. Na ndio maana viongozi wetu hawa na marubani wetu huwa wanatutanabaisha, haji tuna dakika 5 au 10 lazima tutakuwa tumefika kwenye miqat. Kwa tayari ushavaa ile nia ambayo mshaijua, ile inasikika hapa inapotamkwa, lakini inatakiwa iwe iko moyoni na hatimaye unatamka vile. Sasa ukishafikia hatua hiyo, mambo ya kawaida yale ya hodi karibu ya kiwahamiaji, hayo ni ya kawaida kwa nchi yoyote. Lakini kinachofuatia, ukishafika hotelini, nadhani msafara huu unaanzia Maka, si ndio? Kwa maana hiyo tutatua Jidda kilomita kama 70 na zile, tutaingia Maka. Baada ya kuwa ushapata haki zako za makazi, unaweka begi lako, sanduku lako, kila kitu. Nguzo itakafuatia, tendo namba 2 ni kuizunguka Al-Kaaba. Ulishanuia angani, hapa utaizunguka Al-Kaaba. Ndio inaitwa kutufu, ndio inaitwa tawafu, mara 7 kwa utaratibu uliosemwa. Ukimaliza mara 7, kuna jambo la sunna pale, ni kuswali rakaa 2 nyuma ya makamu Ibrahim, ikiwa inatosha kuswali kwenye nukta ile ile. Ni eneo dogo sana, lakini toka enza masahaba mpaka tabiina mpaka leo inakubalika kwamba sunna hii ni ya kuswali rakaa 2. Kama mazingira si uwezeshi, basi ziswali mahala popote pale ndani ya msikiti, popote pale. Usikubali kuriski maisha yako ukafosi ukalazimisha lazima iwe pale pale aliposimama Mtume, alipoweka miguu. Aliposimama mtu mmoja, watu milioni 2-3, mtasimamaje wakati mmoja? Kwa hiyo rakaa 2 hizi unaweza ukaziswali sehemu yoyote ndani ya msikiti, na ni jambo la sunna. Usipoziswali hija haitaacha kusihi, ila itakuwa umejipunguzia alama za kupata thawabu. Baada ya tendo hilo, kuna tendo jingine la sunna pia, ni kunywa Zamzam, na ni unywe kwa wingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma'u Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam kwa idhini ya Allah yanafanya kazi kwa mujibu wa dhamiri ya mnywaji. Ni vyema unywe kwa wingi, na tia nia ya Rabbi na kunywa maji haya uliowabarikia, na ugonjwa huu na matatizo haya iwe ni sababu ya shifaa kwangu, na inasuniwa unywe kwa wingi kadri inavyowezekana. Ukimaliza tendo hilo la sunna ambalo kwa mlolongo ni ya tendo namba 1 kuzunguka Al-Kaaba, ni namba 2 kusali rakaa 2, namba 3, namba 4 ni huko kunywa Zamzam. Tendo litafuata namba 5 ni kutembea kati ya Safa na Marwa. Ingawa tendo hili uzito wake ni nguzo, kiumra itakuwa ni nguzo namba 3. Katika utendaji itakuwa ni tendo hilo unalikuta nambari 5. Utaratibu ni ule mlioambiwa unaanzaje, unamalizaje. Jambo ambalo ningependa nifanye angalizo, sunna ipo ukishatufu, ukishazunguka Al-Kaaba kusali rakaa 2. Bahati mbaya baadhi ya watu wasiojifunza hija wakimaliza pia Safa na Marwa wanasali rakaa 2 kule Marwa. Ukweli hivyo haikuthibiti katika dini ya Allah kuswali rakaa 2 baada ya kumaliza Safa na Marwa, ingawa mtaona watu wengi wanasali. Imamu Nawawi anatanabaisha katika kitabu chake cha hija, mtu asome ibada ya hija, vinginevyo anaweza akakuta ujinga unafanywa na watu wa Maka akaudhania ndiyo ibada yenyewe. Wale ni watu kama sisi,
na wamo wapumbavu chungu mzima mle, wasiojua chochote wapo. Unatakiwa wewe uende ufanye kutokana na ilmu ulionayo, sio ufanye kutokana na unavyoona wanafanya watu. Watu wanafanya makosa pia kutokana na kutokujua au kutokana na kile tunachokuita madhehebu zao ambazo pengine wanazijua wenyewe. Sasa tunachosema, ukimaliza Safa na Marwa unaweza ukainua mikono ukamwomba Mwenyezi Mungu, lakini hakuna sunna ya kuswali rakaa mbili, ingawa watu hujiswalia. Baada ya tendo hilo la Safa na Marwa, tendo lingine linalofuata ni kunyoa au kupunguza. Ukishafanya haya, ibada inayoitwa umra imekamilika 100%. Inabakia tu Mungu mwenyewe kuikubali. Lakini kama mtendaji tayari umetenda 100%. Maadamu umehirimia, umezunguka Al-Kaaba, umeenda Safa na Marwa, umenyoa au kupunguza, hii umra, kitu kinachoitwa umra kimemalizika. Ni sawa sawa umra inayobebwa na hija au umra ya kujitegemea, matendo yake ndio hayo hayo, hayaongezeki. Tuko pamoja? Baada ya hapo, ni kweli kwa watu aina hii, miiko yote ile iliyokuwa inamhusu mtu kwa ajili ya kuhirimia, miiko marufuku zote zinakwisha. Kama uko pale Maka siku 3-4 kabla ya kuendelea na zoezi jingine, muda huu uko huru, unaweza ukaoga, ukanukia, ukavaa nguo za kawaida. Mtu kama amekwenda na hali yake, wanaweza wakakumbukia, unaweza kufanya mambo chungu mzima.